Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni, jina lako tena lihimidiwe, litukuzwe katika siku hii njema na saa hii nzuri. Asante kwa ajili yetu watoto wako, watumishi wako. Naomba rehema zako na fadhili zako uturehemu, Baba, uturumie, ututakase katika damu yako Yesu Kristo, inayotakasa na kunena, inayonena mema. Ikanene mema tena kwetu kila moja saa hii, ikahurumie na kuokoa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Naomba fadhili zako, rehema zako na uweza wako na nguvu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye utukufu wote na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wakati mwema mzuri. Asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baraka zako, fadhili zako zikawe nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu akuwezeshe. Hongera kwa kufikia muda huu ambapo tunaendelea kusubiria masaa machache tukaupokea mwaka mpya. Na Mungu wetu wa neema aendelee kutulinda, akulinde, akubariki. Neema ya Mungu iwe nawe sana sana. Bwana akupe kuongezeka na kuzidi na kustawi katika uweza wa jina lake Yesu Kristo. Amina. Basi karibu tupokee neno hili la kipekee ambalo linaendelea kutuwezesha alilotuachilia Mungu wetu. Na ujumbe huu una kichwa kinachosema wazo kuu. Beba wazo kuu katika mwaka mpya. Beba wazo la ufalme wa Mungu. Beba wazo la ufalme wa Mungu. Kichwa ni beba wazo la ufalme wa Mungu. Ndani tubebe wazo la ufalme wa Mungu. Neno la Mungu, nianzie kusoma kwenye Zaburi ya 39. Zaburi ya 39. Nianzie mstari ule wa kwanza. Anasema, Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Haleluya. Alafu ninakwenda kusoma mstari ule wa 23. Mstari wa 23 anasema, Mungu, unichunguze ujue moyo wangu. Unijaribu uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Amina. Haleluya. Haya ni maombi ya muhimu katika mwaka hadi mwaka, siku zote zilizobaki mbele yetu za kuishi hapa duniani. Haya ni maombi ya pekee sana, na kuliweka wazo la ufalme wa Mungu ndani yetu, mbele yetu, ndio jambo la msingi kuliko mambo yote, kwa sababu vitu vyote vitakamilika tunapotumika katika ufalme wa Mungu. Faida ya kutumika katika ufalme wa Mungu au kuifanya kazi ya Mungu kwanza, ni kwamba tunakuwa tumemtii Mungu na tunatimiza mapenzi ya Mungu, na milango ya maisha ya mafanikio itaendelea kuwa wazi. Mungu atasimama kupigana upande wetu kwa sababu tunafanya cha kwake. Yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Petro wa kwanza 5:7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, na kwa sababu hujishughulisha kwa mambo yenu yote. Hujishughulisha kwa mambo yetu, na sisi tujishughulishe kwa mambo yake. Sasa wazo kuu la ufalme, twende na wazo kuu la ufalme wa Mungu ambalo ni kumtumikia. Hapa anasema, Mungu nichunguze. Umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Tukishasema wazo linakaa ndani ya mtu, ndani ya moyo. Fikirani, huko ndiko kuna mawazo, ndiko kuna kuwaza kwingi, kuna mawazo mengi. Sasa anasema umepepeta kwenda kwangu, umelijua wazo langu tokea mbali. Maana yake ni kwamba ndani yetu Mungu akayaone mawazo yetu, akatusaidie katika hayo mawazo tulio nayo. Tunamkabidhi Bwana mawazo yetu, tunamkabidhi Bwana na njia zetu. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Mungu anaelewa njia zetu zote, anaelewa mapito yetu yote. Kwa hiyo tumkabidhi yeye. Wazo kuu liwe ni kutumika katika ufalme wa Mungu, katika ufalme wake. Mstari wa 23 anasema, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu.
unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele, ukaniongoze katika njia ya milele. Kwanza tunaomba atuchunguze, akague mioyo yetu, aujue moyo wetu, kwa hata hivyo anaujua. Kwa hiyo tunaomba yeye sasa. Hapa ni ombi la kufanya kwamba Mungu abadilishe ndani yetu mawazo yaliyo ndani yetu. Maanake ni kwamba tunatamani yawe ya kwake. Ili ni ombi linalotamani au linalohitaji Mungu atawale mawazo yote, aongoze mawazo yote. Alafu anamalizia mstari kwa kusema uniongoze katika njia ya milele. Kwa hiyo maanake kama ni Mungu atatuongoza katika njia yake ambayo ni njia yenye uzima wa milele. Kumbuka njia ya milele ni Yesu. Yesu katika Yohana 14 mstari wa 6, Yohana 14:6 anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Njia, kweli na uzima ni Yesu. Kama Yesu ndio njia, kweli na uzima, katika Yohana 14:6 anasema kwamba Yesu akamwambia mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo yeye ni njia yenye uzima. Sasa tunahitaji njia yenye uzima, na njia yenye uzima lazima tuwe na wazo la kimbingu, wazo la utumishi, tuwe na wazo la ufalme. Wazo la ufalme ni kumtumikia Bwana, ni kubeba kazi ya Bwana au ni kuifanya kazi ya Bwana Yesu. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, kwa kila mtu, kila mahali, tukaifanye kazi ya Bwana. Tumewekwa kwa kusudi la Mungu duniani. Sasa wazo letu kuu, mawazo yetu makuu au nia yetu ya ndani kuu iwe ni utumishi mbele za Bwana, kumtumikia yeye aliye mtakatifu, kumtumikia yeye aliye Bwana, kuitenda kazi ya Mungu. Haleluya! Hivyo asema unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uyajue mawazo yangu. Mawazo yaliyo ndani yetu yawe ni mawazo ambayo Mungu amependezwa nayo, anayaona, na ambayo yanawaza kutenda kazi yake, yanaendana na wazo la kimbingu. Mwaka mpya tunapoenda kuupokea, hakikisha umebeba wazo kuu, wazo kuu la moyoni. Unawaza nini juu ya Bwana? Anasema katika Naumu, unawaza nini juu ya Bwana? Kama ni mateso, hayatainuka tena. Kama ni uonevu, ataenda kuukomesha sasa. Kama ni lolote lililotokea, kama ni kukandamizwa au ni kuvurugwa, yeye atakwenda kupigana hapo, na tutaenda kushuhudia kwa macho yetu. Hakika basi wazo letu kuu ni wazo la ufalme wa Mungu. Yaani tukitembea hivyo, tuna baraka nyingi sana. Mungu anapendezwa na ndicho anachotaka kukiona ndani yetu. Na ndio sababu ni muhimu kuomba, Bwana unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Tunapoenda kuanza mwaka mpya, tarehe 1 mwezi wa kwanza, ni msimu mpya huo, tunakwenda kumuomba achunguze ndani yetu, ajue kuna mawazo gani. Mawazo mengine yote yasiyo sawa yaondoke. Wazo kuu ni la kutenda kazi yake, ni kutimiza mapenzi ya Mungu, ni kuifanya kazi ya Bwana Yesu. Ndani ya kuifanya kazi ya Bwana Yesu ndipo kazi nyingine zitakuwa na baraka, ndipo kazi nyingine zitakuwa na ulinzi, ndipo maisha yetu yatakuwa na ulinzi, ndipo tutakuwa salama. Kumbuka anasema katika Marko 16:15 na kuendelea mpaka 18, anasema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Lakini anasema pale kwenye mstari mwingine pale anasema hata watashika nyoka na hawatawadhuru, watakula vitu vya kufisha havitawadhuru. Kwa hiyo hata nyoka, hata nguvu za adui tutazikamata na kuziharibu, hazitaweza kutudhuru, hazitaweza kutuangamiza. Sasa maana yake ni kwamba hapo anaonyesha tutakapokuwa ndani ya utumishi kutakuwa na ulinzi, hata vitu vya kudhuru havitatudhuru. Basi ndio sababu inatupasa tujipange, tuwe tayari kwa utumishi wa Bwana, tuwe watumishi. Wazo kuu, tuweke wazo kwenye ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Bwana Mungu wetu, ndani ya ufalme wa Yesu, kila kitu tutapata. Vyote vipo: uzima, afya, mafanikio, ushindi, baraka, majibu, haki. Kumbuka anasema katika Mathayo 6:33, anasema tafuteni kwanza ufalme na haki yake. Basi tafuteni kwanza ufalme wake, yani ufalme wa Mungu na haki yake,
na mengine yote mtazidishiwa. Tutazidishiwa mengine yote pale tunapokuwa tumetafuta kwanza ufalme na haki. Kwa hiyo kumbe, na ndani ya huo ufalme tutapata haki, na kumbe tutazidishiwa yote tunayohitaji, tutapewa na yale tunayohitaji. Lakini wazo kuu na nia yetu kuu na mwelekeo wetu uwe ni njia ya Bwana, kukaa katika wazo la utumishi. Anasema, unijaribu yajue ya mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Majuto, kujuta na kutubu. Ndani yetu kuwe na hali ya kutubu, moyo wenye kutubu, moyo wa unyenyekevu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Tunahitaji kukwezwa na Bwana katika wakati wa Bwana. Petro wa kwanza 5 mstari wa 7. Petro wa kwanza 5:7. Tumtuke fadhaa zetu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Anajishughulisha na mambo yetu, basi na sisi tujishughulishe na ufalme wake. Ndipo naye ataendelea kushughulika na maisha yetu. Ndipo kila kitu chetu kitakuwa sawa na salama na faida na baraka, katika jina la Yesu. Asifiwe milele Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Tena tuone katika Mithali sura ile ya 16. Mithali sura ile ya 16. Mithali 16. Angalia, nataka tuone sana mstari ule wa 3, lakini nianzie na mstari ule wa kwanza. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Bwana huzipima roho za watu. Na sababu kule kwenye Zaburi anatamani, chunguza moyo wangu, ujue kama iko njia, ujue kama iko mawazo mazuri, iko nia njema, la sivyo mengine basi yaondoke. Iwepo nia njema, liwepo la Bwana peke yake lisimame. Alafu anasema Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa 3, ndipo tunaambiwa tumkabidhi Bwana kazi zetu. Kabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatathibitika. Kumbuka tumesema mawazo yanakaa moyoni. Ndani ndiko kulikuwa na mawazo, ndani ya moyo ndiko kuna mawazo, kuna kutafakari. Na Yesu anasema ndani ya moyo toka mawazo, wakati mwingine mawazo machafu, mawazo mabaya, uwaji, na kila namna matenda mabaya, yote yanatoka katika moyo. Sasa hii inatuambia mkabidhi Bwana njia zako. 2026 na siku zote zilizo mbele yetu, sasa tumkabidhi Bwana kazi zetu. 1, 2, na tumkabidhi mawazo yetu ili yapate kuthibitika. Kazi zetu haziwezi kuthibitika kwa sababu amesema kule mwanzoni, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu linatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ili kazi zetu ziwe halali, ili mawazo yetu yapate kuwa safi, ili tuwazacho tufanyacho kipate kibali, lazima tumkabidhi Bwana mawazo yetu, kwamba wazo letu kuu tunamtafakari yeye, ufalme wake, kuitenda kazi yake, ili aweze kutusaidia. Mawazo yetu, mioyo yetu inahitaji msaada wa Bwana. Bila msaada wa Bwana ni shida, tutatengeneza ambayo si sawa. Ndio sababu anasema njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, mstari wa 2, bali Bwana huzipima roho za watu. Mungu tumkabidhi moyo, au pime, au kague, au cheki, ili njia zetu zikawe safi na mawazo yaliyo ndani yake yakawe safi, ya kumpendeza, ambayo yataruhusu au yatakuwa ndani ya utumishi, tukimtumikia Baba Mwokozi Mungu wetu. Mungu akubariki. Achilia mawazo yako yote yawe ndani ya ufalme wa Mungu. Mawazo ya moyo wako, mawazo ya moyo wangu, tumkabidhi Bwana. Wazo kuu tangu sasa na kuendelea miaka iliyo mbele yetu, liwe tulijenge katika ufalme wa Mungu. Liwe ni ufalme wa Mungu kwanza, ufalme injili ya Yesu kwanza. Injili ni uweza uletao wokovu. Injili ni uweza, waza injili ya Bwana ambayo ni uweza utakao tuletea
kuokolewa, kushangilizwa na kufurahishwa katika jina la Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yakatimizwe. Baba, tashukuru kwa neema yako na kwa mapenzi yako. Ninaomba utujalie kutafakari vema ukuu wako na nguvu zako. Ninaomba ukayaongoze mawazo yetu mwaka 2026 na miaka yote iliyo mbele yetu sasa. Baba, tuone kiu na hamu ya kukukabidhi kazi zetu zote na mambo yetu yote. Kila mtu asikiaye sasa na atakayesikia wakati wote, akakukabidhi kazi zake, maisha yake na mambo yote na moyo. Bwana, chunguza wewe na mawazo yetu makuu, au wazo letu kuu ndani yetu likawe ni ufalme wa Mungu, likawe ni kutenda kazi yako Bwana Yesu, ni kuhubiri Injili, ni kuhubiri uweza unaoleta wokovu, uweza wako Bwana, ambao katika Injili kuna uweza unaokomboa, uweza unaoponya. Asante Jehova Bwana Mungu wetu. Ninaomba gusa maisha ya huyo kijana, baba, mama na mtoto. Roho yako mwema amjaze, mawazo ya mioyo yetu ya tafakari na yawe katika ufalme wako. Yajazwe roho wako, tujazwe na nguvu zako, tujazwe kuona ufalme wako ndani yetu na kutumika ndani ya huo ufalme. Tutembee katika njia ya milele. Bwana, tuongoze katika njia yako ya milele. Bwana, uyachunguze mawazo yetu na tunakukabidhi wewe. Tawala wewe, fanya wewe, tenda wewe, tuokoe ili tukae ndani ya mapenzi yako, ili tuweze kupata baraka na mafanikio na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Fadhili zako, rehema zako naomba zikawe nasi katika mwaka wote tutakaoenda kuanza, kwa neema yako na kwa mapenzi yako, kwa jina la Yesu. Mawazo mabaya yaondoke, mawazo ya kushindwa yaondoke kwa jina la Yesu Kristo, na mawazo yasiyo sawa yote yakatoweke ndani ya mioyo yetu na ndani yetu Baba. Wazo la ufalme wa Mungu likatawale, wazo la ufalme, na ndani yetu tukuone Bwana, tuone njia yako, tukae katika njia yako siku zote za maisha yetu katika jina la Yesu. Asante kwa kutuponya, tuvute kwako, tuonyeshe njia yako daima milele. Amina, amina. Mungu akubariki, akupe neema, akupe fadhili, akuongoze katika njia yake, njia ya uzima milele. Tafakari ya ndani iwe ni uzima, wokovu, ufalme wa Mungu. Barikiwa. Karibu pia baadaye saa 5 usiku kwenye ibada ya kumshukuru Mungu. Karibu sana kwenye ibada. Jiandae moyo wako, jipange vizuri, uje kiibada kabisa. Tutaingia ibada ya kumshukuru kwa na sadaka yako. Weka sadaka yako, weka shukrani yako, andika maombi yako. Tutaomba, tutamshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka na kupokea mwaka. Kuanzia saa 5 usiku baadaye, karibu sana kwenye TikTok live. Na Bwana Yesu akujaze neema na fadhili zake. Amina. Barikiwa tele tele.